Watu wa online, karibuni sana. Hapa ni Christian Foundation Fellowship pia Mumbi. Tuwashukuru Bwana kwa wema wake. Ningetaka kuwaletea neno la Bwana nikiwa nimeokoka na nikiwa na matumaini ya Bwana Yesu Kristo ya kwamba Bwana ni mwema na kazi yote njema aliyoanza ndani yetu ataweza kuikamilisha katika jina la Yesu. Nashukuru Bwana. Karibu sana. Wacha tuombe kwa sababu ya neno. Baba wa mbinguni, nakushukuru wakati huu Bwana kwa ajili ya neno lako. Tunapoenda kunena Bwana, likawe baraka kwetu hapa na hata nje na popote Bwana, sauti hii itakayofika watu wa Mungu wabarikiwe. Asante kwa sababu ya neema na ukuu wako, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Leo nataka tuangalie neno la Bwana kwenye kitabu cha Exodus chapter 14 verse number 10. Pale tutaanza kusoma mstari kadha pale, na tunataka tuangalie safari ya wana wa Israeli jinsi ilivyokuwa na jinsi Mungu aliwaongoza. Na nataka kusema kwamba katika safari hata ya maisha kuna mambo mengi mtu hukumbana nayo, lakini jambo la maana ningetaka kuambia mtu mchana wa leo ni kwamba Mungu huwa analinda watu wake na Mungu anawaongoza watu wake. Hata ukiona hali ngumu namna gani, hakuna hali ambayo itakuja katika maishani mwako ambayo Mungu hawezi akaiondoa. Hakuna jambo ambalo litakuja pale Bwana hata liondoa katika jina la Yesu, na hakuna jambo ambalo litakuja kwa maisha yako ambalo ni permanent. Kila hali ambayo unaona iko kwa maisha yako itaondoka, siku moja utakuwa free katika jina la Yesu. Kwa sababu neno la Bwana linasema kwamba wana wa Israeli watakaa katika nchi ya utumwa miaka mingi sana na wakamlilia Mungu. Lakini siku moja ikafika kwamba Mungu akasikia kilio chao. Kwa hiyo ni maombi yako ambayo kwamba wewe ambao umelia, wewe ambao unajiuliza maswali, wewe ambao hujui mahali pa kutokelezea, wewe ambao hujui mahali pa kukimbilia, ya kwamba Mungu atakuondoa katika hiyo hali katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kwamba Farao alipokaribia wana wa Israeli, wakainua macho yao, wakaona Wamisri wakija nyuma yao, wakashikwa na hofu, wakamlilia Bwana. Maandiko yanasema wakati wana wa Israeli walipokuwa wameondoka katika Misri wakielekea mahali Bwana aliwaambia, Biblia inasema kwamba adui hakuashiria, na waliinua macho wakaona adui bado ako nyuma yao anawafuata. Kwa hiyo jambo hilo likawafanya kwamba wakawa na hofu nyingi, wakashindwa itakuwaje, tumeondoka na bado hatunafuatwa. Ningetaka kuambia mtu mchana wa leo ya kwamba hata wakati unaona ya kwamba umeokoka na kuna mambo bado yanakufuata, Mungu katika hiyo mambo bado Mungu ako pamoja na wewe, hata kuachilia katika jina la Yesu, hata kutengenezea njia. Hata kama unaona kwamba kuna mazito ambayo unapitia, bado katika hiyo mazito Bwana anataka kutengenezea njia. Kwa hiyo neno la Bwana linasema kwamba wakashikwa na hofu. Ukiangalia mstari wa 11 anasema kwamba wakamlilia Moses, je, ni kwamba haikuwapo makaburi huko Misri hata umetuleta tufe huku jangwani? Umetufanyia nini kutoka Misri? Wakati mwingine mtu akipitia mazito na ameokoka, anaanza kukumbuka kule nyuma alipotoka. Na ningetaka kumwambia mtu mchana wa leo kwamba safari ile ambayo umeanzisha, enda, kwa sababu Bwana ako pamoja na wewe katika hiyo mazito, katika hiyo machungu, katika hiyo kupigwa, katika hiyo kudhihakiwa, bado Mungu ako pamoja na wewe. Unapoona kwamba umeokoka na kuna mambo yanaendelea kukufuata, haionyesha kwamba Mungu ako pamoja na wewe. Mungu ako pamoja na wewe. Neno la Bwana linasema kwamba Waisraeli walifuata na adui zao na wakaingiwa na hofu na wakasikia wanaogopa na wakasikia kwamba ni kama wameshusha sana. Nataka niambie mtu ya kwamba bado katika hiyo mambo ambayo unapitia, Mungu ako pamoja na wewe. Yesu Kristo ako pamoja na wewe, hata kuachilia katika jina la Yesu. Ukiangalia mstari huo, mstari wa 13, maandiko yanasema kwamba Moses akawajibu wana wa Israeli, msiogope, simameni tu imara. Simameni imara, ninyi hamtaona. Simameni imara, msiogope. Simama imara, msiogope, nanyi mtaona wokovu Bwana atakaowatia leo, na Wamisri mnaowaona leo kamwe hamtaona tena. Ya kwamba kuna mambo unaona siku ya leo, kuna changamoto unaona siku ya leo. Maandiko yanatuhakikishia kwamba hizo vitu ambazo unaona unasipitia leo hautaziona tena katika jina la Yesu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana ni mwaminifu wakati wote. Hata wakati mambo yajaenda leo unataka, bado Mungu ni mwaminifu hata kuachilia katika jina la Yesu. Wewe uko katika biashara, pengine mambo yajaenda leo unataka,
Pengine kuna mahali mlikuwa mnatarajia msaada na huo msaada hujapatikana. Nataka nikwambie mchana wa leo ya kwamba Bwana bado ana uwezo wa kukutengenezea njia hata sasa katika jina la Yesu. Hayo maji unaona kwa upande wako, Mungu anaweza kuyaondoa sasa katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ambayo yamekufikiria, Mungu anaweza kuyaondoa katika jina la Yesu. Hiyo matatizo ambayo bado yamekufuata katika maisha yako, Mungu anaweza kuyaondoa sasa katika jina la Yesu. Kuna jambo moja linahitajika ndani yako, ya kwamba usimame na uwe na imani ndani ya Bwana, ya kwamba mambo yote Mungu anaweza kuyageuza katika jina la Yesu. Usijiambie kwamba mchungaji, pengine ile mambo ninapitia, nimejaribu kuomba lakini sipati suluhisho. Nimekuja mchana wa leo na sauti ya Bwana ya kwamba hata mahali huko Mungu anaweza kukutoa katika jina la Yesu. Hayo maji ambayo unaona ya ngozi yako, hayo maadui unaona ya ngozi yako, hizo mambo ambayo unaona yanakufuata, hiyo fukara ambayo unaona yanakufuata, Mungu anaweza kuondoa katika jina la Yesu. Nataka niendelee huko siku ya leo ya kwamba ambaye anapitia changamoto, ambaye anapitia mambo mazito na ameokoka na anajiuliza kwamba inakuaje, nimeleta neno la Bwana kwa ajili yako ya kwamba Mungu anaweza kukutoa mahali huko katika jina la Yesu. Haijalishi ni watu wangapi wako kinyume chako, haijalishi ni watu wangapi wanapigana na wewe, haijalishi ni watu wangapi wamekuangukia, hao wamekuangukia, bado Bwana ako pamoja na wewe katika jina la Yesu. Praise the Lord. Mungu Bwana ako pamoja na wewe, hawezi kukuachilia hata acha usime, hata acha uanguke, hata acha uaibike katika jina la Yesu. Bwana ni mwaminifu, yeye ako na uwezo wa kukutengenezea njia hata katika hiyo mawingu ambayo unapitia. Amen. Siku moja wanafunzi wa Yesu wakiwa na Yesu katika mashua yao, na Yesu akamwambia kwamba tuvuke ng'ambo. Biblia inasema kwamba kwa kusoma kitabu cha Marko chapter 4 verse number 12, Biblia inasema kwamba yale mashua yakaanza kuyumbayumba. Nimekuja kuambia mtu, hata kama unayumbayumba utatoboa katika jina la Yesu. Taamini utatoboa katika jina la Yesu. Taamini utafika mahali katika jina la Yesu. Taamini mtoto wako atasimama katika jina la Yesu. Taamini magonjwa yataondoka kwa jina la Yesu. Taamini furaha itatoka katika jina la Yesu. Taamini majani itaisha jina la Yesu. Maana Bwana ana uwezo, na hatutaacha kunena sauti ya Bwana, hatutaacha kuongea neno la Bwana. Wewe ambao unayenisikiliza, wewe ambao unayenifuatilia, nimekuja kukutangazia kwamba hata kama unasikia kuna mawingu, bado Bwana ako pamoja na wewe katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba ndani ya ile mashua Yesu alikuwa sali nao pamoja, amelala. Kwa hiyo mawimbi ikayumbayumba. Praise the Lord. Yakayumbayumba, wanafunzi wakaingia na hofu, wakaingia na wasiwasi, wakasema mwalimu, kwa nini tunaangamia na uko pamoja na sisi? Kuna mtu anauliza, Bwana nimesimama na kazi ya Bwana, Bwana mimi ni mwaminifu, ninatoa fungu la kumi yangu vizuri, nimejitolea dhabihu, nimetukia kwa madhabahu, Bwana naye amenipata. Nimekuja kukutangazia mchana leo ya kwamba hata katika hiyo magongo Bwana anakuja kukuondoa katika jina la Yesu. Hallelujah. Never lose hope, my sister. Never lose hope, my brother. Stand still, because the Lord is going to fight for you. The Lord is going to make a way for you. The Lord is going to bless you. The Lord is going to heal you. That is sisi ambayo imekusumbua, Mungu anaenda kuondoa katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Hata ndani ya mawingu bado Biblia inasema kwamba Bwana ako pamoja na sisi. Wakiwa ndani ya mawingu, mawingu yanasimama, hiyo chombo kinaendelea kuinama, wanafunzi wanazikwa na uoga. Lakini Biblia inasema kwamba walipomwamsha Yesu alikemea upepo na bahari ikatulia. Ninakuja kuongelea mtu mchana wa leo ya kwamba bahari ambayo inakujaribu kukupiga, mawingu ambayo yanajaribu kukupiga, yataondoka katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ambayo yamekufinyilia yataondoka katika jina la Yesu. Umetembea hospitali zote karibu Kenya, umeenda mpaka nje, lakini hujapata nafuu. Hata madaktari wamefika mahali wamechoka. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba Mungu ana uwezo ya kukuponya katika jina la Yesu. Unaniambia kwamba nimesimama na utakatifu, Bwana haya yote yananipata. Nataka nikwambie kwamba Bwana ako pamoja na wewe, na atakuachia katika jina la Yesu. Endelea kumtukuza, endelea kumuinua. Hata ukisikia kuna moto, endelea kumuinua katika jina la Yesu. Maana anasema sitakuacha upungukie. Ukiangalia kwenye neno la kwanza hilo tulikuwa tunasoma Exodus 14:21. Exodus 14:21. Biblia inasema kwamba ndipo Moses akanyosha mkono wake juu ya bahari, naye Bwana akayasukuma maji ya bahari nyuma na upepo,
mkali wa mashariki usiku ule wote na kufanya mji kavu, maji yakagawanyika. Mungu ako na nguvu ya kukugawanya kutoka katika ile shida huko katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia mtumishi wake, nyosha mkono katika jina la Yesu. My sister, nimekuja kukwambia, my brother, nimekuja kutangazia ya kwamba wewe endelea kunyosha macho yako kwa Bwana, endelea kuinua imani yako katika Yesu. Wacha imani yako iinuke zaidi, wacha imani yako iende kwa mambo ya juu, wacha imani yako ipande, wacha imani yako iende kwa Mungu, wacha Bwana aone machozi, wacha Bwana aone ile mambo unapitia katika jina la Yesu. Mungu aliyekuleta kwenye ulimwengu hapo na uwezo wa kukutengenezea njia katika jina la Yesu. Kama maji yaliweza kugeuka kukapatikana barabara, Biblia inasema kwamba pale upande wa wana wa Israeli kukawa na ukuta. Ninatangaza Bwana kupitia ukuta ya moto, ninatangaza Bwana kupitia ukuta ya business. Hapo mahali umesukuma umepigwa vita sana, Mungu amekuja ukuta mchana wa leo. Katika ile huduma ambayo umesukuma na watu, Mungu amekuja ukuta mchana wa leo. Hapo mahali ambapo unaambiwa kwamba utatoboa, uweze kutoboa katika jina la Yesu. Wanaokuelewa kikwambia utafuta biashara, ninatangaza utafuta katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. Kuna mtu wako mahali hapa ananisikiza, kuna mtu ananifuatilia, pengine watu wamekuletea maneno, wamekwambia kwamba utatoboa. Nimekuletea neno la Mungu mchana wa leo ya kwamba utatoboa katika jina la Yesu. Maana kuna nafasi ingine katika Bwana, hautainama, hautaisha, hautaisha na kichaka. Amen. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Mstari wa 22 nasema kwamba baada ya Bwana kutawanyisha maji, Biblia inasema kwamba nao Waisraeli wakapita bahari mahali pakavu, maji yakiwa ukuta upande wao wa kuume nao upande wao wa kushoto, ya kwamba Waisraeli wakapita mahali pazuri. Nataka niambie mtu, Mungu anakutengenezea njia. Mungu anakutengenezea njia. Bwana anakutengenezea njia. Anatengeneza njia kwa sababu ya watoto wako. Anatengeneza njia kwa sababu ya familia. Hiyo familia ambayo imepigwa sana. Hiyo familia ambayo imekuwa na vita sana. Hiyo nyumba ambayo imekuwa na vita. Hiyo nyumba ambayo imekuwa na vita. Mungu anatengeneza mlango mchana leo. Anakutengenezea njia. Biblia inasema kwamba upande wa Israeli kukawa na njia. Kwa hiyo wakaweza kuvuka kwa urahisi. Wakaweza kuvuka kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na wao. My sister, my brother, usikate tamaa katika jina la Yesu. Maana Mungu anakuja kukupa mchana wa leo. Anatangaza upokee neema mahali popote ulipo katika jina la Yesu. Upokee neema katika hiyo biashara. Upokee neema katika hiyo huduma. Wewe ambao unasukuma na family, ninatangaza upokee neema ya kuvuka katika jina la Yesu. Wacha Mungu apokee kutoka upande wako. Wacha Mungu aje kutoka maisha yako. Wacha Mungu aje kutoka hiyo ndoa yako. Wacha Mungu apokee kutoka hiyo jamii katika jina la Yesu. Hiyo jamii ambayo inasambaratika, ninatangaza mchana wa leo Mungu aje kutoka kwenye pamoja. In Jesus mighty name. Sema haleluya. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yetu, na wale wako upande wake hawawezi wakainuka. Daudi akasema, nilikuwa kijana na sasa nimekuwa mzee, sijawahi kuona mtoto mwenye haki ameachwa, wala mtoto mfalme anaomba mkate. Nataka kusema ya kwamba season ambayo umekuwa ndani yake imeisha katika jina la Yesu. Sasa pokea new level, pokea new season katika jina la Yesu. Pokea season mpya. Hiyo season ya kuondoa isha katika jina la Yesu. In Jesus mighty name. Amen. Kuna watu wanakuuliza, unatuambia kwamba Mungu wako na uwezo. Mbona ameruhusu haya yakatokelezee? Mbona umekaukiwa? Mbona unaishi? Watu wana nguvu yake. Wana nguvu yake pamoja na Mungu. Nataka kusema kwamba Bwana ako pamoja na yeye. Maandiko yanasema Stefano akiwa anapigwa mawe, ndani ya ile mawe aliona utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. May we see the glory of God in the name of Jesus Christ. Na kutangazia ule utukufu wa Bwana. Stefano akasema ya kwamba unasamehe katika jina la Yesu. I can see glory. Ninaweza kuona utukufu wa Mungu mchana leo. Hata kama hakuna kitu uko nacho, ninaona utukufu wa Bwana unashuka kwako. Mungu anatengeneza njia katika jina la Yesu. Hata kama umekuwa mgonjwa, ninaona utukufu wa Bwana na uponyaji ikishuka katika jina la Yesu. Hata kama umekuwa umeachwa, ninaona utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Na ninakuombea siku ya leo ya kwamba utoke mahali umekwama katika jina la Yesu. Amen. Ukiangalia mstari wa 23 nasema kwamba Wamisri wakawafuata ndani ya bahari pamoja na farasi wao na farasi wao wote
na Farao magari ya vita na wapanda farasi. Kuna wakati adui huwa achoki, na ninataka niambie mtu ya kwamba the enemy hawezi akachoka hizi bila unafikia namna hiyo, kwa sababu anajaribu kukufuatilia. Mungu anatengenezea njia, Mungu anakufungua mlango wa kazi, lakini unaona bado kuna vita. Nataka nikwambie kwamba hizo vita zinaonyesha kwamba pale unaenda ni mbali. Kuna ushindi ambayo Bwana amekuandalia siku ya leo. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Kwa hivyo maadui wakaendelea kuwafuatilia, wakawafuatilia, lakini wakakufa moyo. Ninaambia mtu usikufe moyo, maana Bwana ako pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ndio sababu Bwana ameniweka hapa. Ndio sababu Bwana amenileta siku ya leo ya kwamba niweze nikakuhubiria, niweze nikakunenea katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwamba wakawafuatilia ndani ya maji Waisraeli, Farao na magari zao wakawafuatilia. Lakini kuna mstari hapa nataka usikie ambao wako unakuwa challenge kwangu sana. Maandiko yanasema kwenye mstari wa 24 ya kwamba kisha mstari wa 24 wakakaribia mapambazuko, Bwana akaliangalia jeshi la Wamisri kutoka katika ile nguzo na moto na ya wingu, akalifadhaisha sana. Biblia inasema kwamba Mungu aliweza kuangalia jeshi la Wamisri na akalifadhaisha sana. Adui atakuwa na kazi ngumu sana kwako, adui hatakufuatilia. Biblia inasema kwenye Isaia 49 verse number 25 ya kwamba Bwana pigana na wale wanapigana mimi. Ninatangazia mtu ya kwamba wale wanapigana na wewe, Mungu apigane nao katika jina la Yesu. Mungu akaweza kuwanyamazisha in Jesus name. Ati Mungu akaangalia jeshi la Wamisri, akalifadhaisha sana. May God fight for you in the name of Jesus. Afadhaisha adui katika jina la Yesu. Kile unapokuta ambayo umepitia wakafika kesho katika jina la Yesu. Mstari wa 25 anasema kwamba Mungu akayaondoa magurudumu ya magari yao, kwa hiyo wakaendesha kwa shida. Nao Wamisri wakasema tuachane na Waisraeli, Bwana anawapigania dhidi yao. Adui lazima atakuacha. Maandiko yanasema kwamba Bwana akaondoa miguu, akaondoa magurudumu. Ninakuondoa magurudumu yote ambayo imeshika maisha yako ikatike sasa katika jina la Yesu. Magurudumu ya magonjwa, magurudumu ya kung'ang'ana, magurudumu ya mashida, magurudumu ya madeni, Mungu akuondoe katika jina la Yesu na upate ushindi. Jinsi alivyoondoa, Biblia inasema kwamba hata adui akasema kwamba tuachane na Waisraeli kwa sababu hawatu wako na Mungu. Nimekuja kuambia mtu ya kwamba watakufuatilia lakini hawatakosa katika jina la Yesu. Watafika mahali wasalende, na ninatangaza wasalende katika jina la Yesu. Ile maji neno mtembee. Biblia inasema kwamba Wamisri wakasema tuachane na hawa watu, until waachane nao katika jina la Yesu. Ukisoma kwenye Isaia 61:1, Biblia inasema kwa sababu ya Yerusalemu sitanyamaza katika jina la Yesu. Na tunapomalizia mchana wa leo, ninatangaza Mungu asinyamaze kwa sababu ya maisha yako. Ninatangaza Mungu asinyamaze kwa sababu ya huduma. Ninatangaza Mungu asinyamaze kwa sababu ya watu wanataka kwenda katika jina la Yesu. Hata kama unaona kuna maji mengi, hata kama unaona kuna bahari, hata kama unaona kuna watu wasimama mbele yako, ninaachilia upako wa Bwana uende mbele yako katika jina la Yesu. Ninaachilia malaika wa Bwana waende mbele yako katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Bwana zikakulinda katika jina la Yesu. Akiingia mahali aliyesema kwamba watu hao tuachane nao kwa sababu the moment tunaendelea kufuatana nao kwa tunapata matatizo katika jina la Yesu. Haleluya! Adui atachoka mwenyewe katika jina la Yesu. Na ninatangaza adui ya maisha yako atachoka mtano wa leo katika jina la Yesu. Ninatangaza magonjwa yakaondoke. Umetumia madawa, umejaribu kila kitu, umepita kwa vipimo za kila aina, umepimia madaktari tofauti na magonjwa yanaondoka. Sasa ninatangaza kwa jina la Yesu na kwa neno ya Bwana ya kwamba ya magonjwa yanaondoka kwa maisha yako katika Yesu. Na kupokea uponyaji hii katika jina la Yesu. Na Mungu akupiganie sasa in Jesus name. Na mambo yako ambayo yalikuwa yanazidi kwako, Mungu akayaondoa katika jina la Yesu. Kisa cha magurudumu ya watu wa Wamisri wakaendesha magari yao kwa shida. Kwanza wanasema kwamba tuachane na watu. Ninakuambia mchana wa leo kwa kwamba Mungu akanyosha mkono wa watu wako. Mungu akanyosha mkono wa hiyo familia. Watoto wako ambao unaona ya kwamba walikuwa shida chochote, Mungu akanyosha mkono wa hiyo watoto katika jina la Yesu. Hali hiyo nyumba ianze kubadilika, hali hiyo familia ianze kubadilika katika jina la Yesu.
ukaweze kupata mchana wa leo in the mighty name of Jesus. Amen. Pendo ninapomalizia nikitaka kukwambia kwamba hakuna jambo gumu kwa Mungu. Ukiangalia maandiko kwenye kitabu cha Yeremia 38 verse number 7, Biblia inasema kwamba mtu mmoja akaenda kwa mfalme akimwambia, yule ambaye unayempenda ametupwa ndani ya shimo, na mali ametupwa ya kwamba mahali pale hakuna chakula, hakuna maji, hakuna nguo. Na Biblia inasema kwamba mfalme akamwambia kwenda leo, akamwambia ya kwamba tafuta watu wawili, mwende mkatoe Yeremia katika hiyo kisima katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni maombi yangu tunapomalizia kisima hiko kwa ndani yake, uondoke sasa katika jina la Yesu. Hayo matatizo ambayo yanakutukumba my sister, uondoke ndani yake katika jina la Yesu. Ninataka mahali popote ulipo uamini sauti ya Bwana na uweze kuinua mikono kwa Bwana na uinue imani yako ya kwamba Mungu anataka kutetea mchana wa leo. Ninaomba kama vile Mungu alitumania Yeremia atolewe ndani ya shimo, na wewe kuna shimo mahali umeingia, kuna mahali umechokota, kuna mahali umekuta kwamba maadui wamekuzingira. Ninakutangazia mchana wa leo ya kwamba Mungu akaweza kutuma mtu, Mungu akaweza kutuma watu, Mungu akaweza kutuma neighbor, Mungu akaweza kupatia watu mzigo kama vile Abisai aliweza kusaidia Daudi. Daudi aliuliza akasema ya kwamba nitaenda na nani katika vita? Hakuna mtu alikuwa tayari kwenda na yeye, lakini Abisai akasema nitaenda na wewe katika jina la Yesu. May the Lord send someone for you ambaye atasimama na wewe katika jina la Yesu. Mungu akaweza kutuma Abisai kwako katika jina la Yesu. Ya kwamba tunapomalizia siku ya leo, kutana na Abisai wako katika jina la Yesu. Biblia inasema wakati Daudi alikuwa ameingiwa na wasiwasi, anashinda nani tena naye kwa vita, maana upande wote kila mtu alikuwa hapo tayari kwenda na yeye, lakini Abisai akasema kwamba nitaenda pamoja na wewe, nitaenda pamoja na wewe, nitaenda pamoja na wewe. Ninapomalizia katika jina la Yesu, sema kutumalia Abisai tano leo. Ninapomalizia katika jina la Yesu, sema kutumalia watu na nabii ambao wanaweza kusimama na maisha yako katika jina la Yesu. Bado umefika wewe mama, wewe mzee, wewe kijana ambao unanifikia ya kwamba bado umefika, unaona kwamba uweze kuondoka, lakini kwa sauti ya Bwana utaondoka katika jina la Yesu. Ninataka uamini pamoja na mimi na uondoke mikono zako mahali popote ulipo na uweke imani kwa Bwana. Ninapomalizia katika uombezi ya kwamba Mungu anaenda kukutetea katika jina la Yesu. Mungu anaenda kukutetea mchana wa leo. Mungu anaenda kukutetea sasa. Roho wa Bwana anaenda kushuka kwako pale popote ulipo. Machozi ambayo umemwaga, Mungu anaenda kuyafuta katika jina la Yesu. Mungu anaenda kuyamaliza katika jina la Yesu. Inua mikono zako pale ulipo, inua imani yako pale ulipo, uweze kuamini pamoja na mimi katika jina la Yesu ya kwamba katika hiyo hali ambayo umekuwa kutoka Januari mpaka sasa katika jina la Yesu unaondoka katika jina la Yesu. Umejaribu mambo mengi, lakini hakuna hata mmoja ule unafanikiwa. Ninakuombea mchana wa leo ya kwamba Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana wa mbinguni akuinua. Ninakuinua mchana wa leo Bwana, ninakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu. Ninasema ni asante Bwana, ni kwa sababu Jehova, hata kama maji ya upande wetu unaenda kuyaondoa katika jina la Yesu. Hata kama kuna magari zilikuwa zinajaribu kufuatilia, ninaondoa magumu katika jina la Yesu. Ninakutukuza Jehova jile, hata kwa sababu ya kwamba ananifuatilia, hata kwa sababu ya watu ambao wamendani Bwana, wote ninaweka mikononi mwako. Ninatangaza neema mchana wa leo, ninatangaza nguvu mchana wa leo, ninatangaza kwa mpya mchana wa leo, ninatangaza kwa nao mboko bahari amekwamba katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ya maachilie, hayo fukari maachilie, hayo magonjwa maachilie, uchovu ambao amepitia Bwana ufike mwisho katika jina la Yesu. Ninatoa Bwana magumu kwa magari ya adui Bwana, ya kwamba magari ya adui haitakuwa na uwezo wa kufuatilia Bwana, hawatakuwa na uwezo wa kuweza kukubalika Jehova katika jina la Yesu. Naachilia uwezo wako, naachilia uwezo mchana wa leo, naachilia neema mchana wa leo, naachilia neema mchana wa leo. Wote wakapokea muujiza, wakapokea muujiza leo, wakapokea muujiza sasa. In Jesus mighty leo, wanapaa wanaenda yao, ilikuwa imetangazwa, inatangaza inaachiliwe, waite nao katika Yesu. Wanapaa Bwana, maisha imefungwa, inatangaza ifunguliwe sasa katika jina la Yesu. Hayo maombi yalikuwa yanawabeba, ninatangaza yaondoke, ninatangaza yaondoke, ninatangaza yaondoke. Kuna neema mpya ambayo Bwana anasikia kwako. Wewe ambao umeambiwa
wa mbinguni tunakushukuru. Tunasema ni asante. Wewe ni mwema. Wewe tena ni nguvu. Wewe ni kimbilio Bwana. Tunakutukuza siku ya leo. Asante Bwana, mahali tumefika ni kwa sababu wewe ni mwema. Naomba watu wote Bwana, wale wako nje na wale wako hapa ndani, tunawabariki Bwana na kusema kwamba wabarikiwe. Asante kwa sababu ya siku leo. Tunakaribisha neno lako, tunakaribisha nafasi yako, tunakuinua Bwana, tunaomba utukuze Jehova. Jina lako likainuliwe kwa sababu wewe ni Mungu. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na hata kuamini. Amen. Bwana akaweza kuwabariki wale wamekuwa wakifuatilia katika mtandao. Kama unaweza kukua baraka katika hii huduma, Mungu akikunenea, unaweza kutoa sadaka yako kupitia hata kwa namba ya simu ama kwa toa, na Bwana atakutendea mambo mema katika jina la Yesu. Unaweza kukua msaada kama uko hapo ya kwamba na hauna mahali unaenda kanisa, tunakukaribisha mahali hapa. Sio hofu ya Mungu, tunakukaribisha sana katika jina la Yesu. Tunakuwa na ibada kutoka Monday mpaka Friday. Tunakuwa na lunch hour kutoka Monday to Tuesday. Wednesday tunakuwa na ibada ya healing and deliverance. Na siku ya Thursday tunakuwa na lunch hour ambayo tunamaliza na tunashukuru Mungu. Alafu Friday ni siku ya intercession na tunashukuru Bwana. Kwa hiyo tunakukaribisha. Alafu Sunday katika ibada zetu tunakualika mahali hapa. Mungu anaweza kukunenea. Ukisikia kwamba unaweza kuwa partner katika hii madhabahu, unaweza kupata na hii neema, unakaribishwa sana katika jina la Yesu. Ningetaka ya kwamba niweze kupeana namba zangu za simu. Kama uko na jambo lolote, ungehitaji maombi, ungehitaji kutufikia kwa njia ya rahisi, unaweza kuchukua hiyo namba ambayo ni 07 15 87 9091. Unaweza kupiga hiyo simu, na vile vile pia ukitoa sadaka yako itafika na tutaipokea katika jina la Yesu. Kama vile Bwana anaweza kuwa amekunenea, unaweza kukuwa partner katika hii madhabahu, pia tunakukaribisha sana katika jina la Yesu. Na wewe ambao hujaokoka, wewe ambao hujapeana maisha yako kwa Bwana, ningetaka kutangaza siku ya leo kwamba ni vizuri ukaweze kupeana maisha yako kwa Bwana, kwa sababu mtu aliyepeana maisha yake kwa Bwana ni tofauti na mtu ambaye ako nje. Kwa hivyo ili Bwana akaweze kupata nafasi, apata access ya kuweza kukupigania, ni usalama maisha yako katika jina la Yesu. Kwa hivyo wewe uko hapo na hujaokoka, ningetaka urudie nyuma hii maombi na kwa imani na uamini Mungu ya kwamba unaokoka. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimekuja kwako Bwana, ninatubu makosa yangu yote, ninaomba kutoka siku ya leo ufute jina langu kwa kitabu cha mauti na uandike jina langu kitabu cha uzima. Nimeokoka na kuamini katika jina la Yesu, ninaomba na kuamini. Amen. Wacha niombe wale ambao wote wanaweza kuwa wameokoka Baba, katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanapeana maisha yao mchana leo, ninawaombea baraka na ninawaombea neema. Ninatangaza kwamba mwanzo ambao wameanza wakaweza kuona ushindi katika maisha yao. Asante kwa sababu ya kila mmoja, nimewabariki na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bye bye. May God bless you. May God be with you. In Jesus' mighty name we pray, we believe. Amen. Now may the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the faith of the Holy Spirit be with us